mpira wa miguu. Unaona mimi ni siasa tu ya mpira wa miguu. Sijui kama ni siasa, lakini naona yani kama ni mambo ambayo hayahusiani na mpira. Mambo ya mpira yani yanaamuliwa na taratibu zilizowekwa. Bodi ya ligi ina consist vilabu vyote. Bodi ya ligi hata hiyo TFF yenyewe, vilabu vya ligi kuu ni sehemu ya TFF. Labda hawaelewi hata structure yenyewe ya TFF inakuwa formulated vipi. Sasa ni mambo ambayo yani ni sawa na wewe mwenyewe uwe na kidole chako wewe kimoja alafu unakilaumu. Yani ndani ya mwili wako wote alafu unalaumu kidole kimoja. Haiwezekani. Na unazungumzia uonevu pia ambao pengine wako nao kwenye mambo. Kwanza watupe tafsiri ya uonevu. Mimi nawaambia sikutaka kwenda katika engo hiyo, lakini ninachoweza kusema tu ni kwamba mtu anapokuambia sisi tunaonewa, mnaonewaje? Kwanza yani hilo ndo mnaonewa na nini? Yani kitu ambacho kinakuonea. Unajua kwamba katika maisha ya mwanadamu mtu mwingine sukari ni tamu, lakini akila anaona chungu. Sasa tuamini kwamba sukari ni chungu? Yani yeye akisema sukari chungu ndio tuamini watu wote? Inawezekana anasukumwa na maradhi, anasukumwa na tafsiri ya kinywa chake au ugonjwa, au pengine akili yake Mungu amemjalia haiwezi kutafsiri. Umeelewa? Tunapozungumzia uhuru wa nini? Yani unapozungumza uhuru wa kitu gani? Tunapozungumzia swala la uendeshaji wa mpira, TPLB ni bodi ambayo iko huru. Kanuni zote ambazo zinatungwa na zinatumika ndani ya uendeshaji wa bodi ya ligi ni kanuni ambazo zimetungwa kwa kushirikisha vilabu vyote vya ligi kuu. Governing Council ya bodi ya ligi ina consist wajumbe kutoka vilabu vyote. Sasa huyu ambaye analaumu anakuwa anafikiria nini? Yani anaelewa kwanza anachokizungumzia? Yani kwanza na ninyi waandishi mwe na nafasi ya kuwauliza hivi bwana wewe unalaumu hii, hebu tuambie nini unachomaanisha. Nasikia kuna mtu anazungumza La Liga, sijui EPL. Anaelewa vizuri? Inabidi aelewe kwanza. Fanya utafiti ili uweze kuzungumza vitu ambavyo vina msingi wa kujenga. Usizungumze tu ovyo ovyo tu ili mradi unaonekana wewe umesimama mahala unazungumza tu. No. Kwa hiyo tuwe na nafasi ya kuwaruhusu watu wanaojua mambo waelezee na watu wapate kuelewa. Unapodai haki lazima ujue kwamba kuna wajibu wa kutekeleza kabla wewe kupata hiyo haki. Sisi tunaendelea kucheza ligi na kama nilivyosema huko awali kwamba tunaendelea na maandalizi yetu ya mashindano tuliobakia tunashiriki, kwa maana ya mashindano ya Afrika, ligi Tanzania bara pamoja na shirikisho. Kwenye kipindi ambacho ratiba imebana lakini mnapata ushindi mnono kama huu wa bao 5, pengine inaashiria nini kama viongozi wenu? Inaashiria kwamba timu inajiandaa kwa mashindano yote, na ndio maana unaona kwamba hata inapotokea changamoto mwalimu anaweza kufanya mabadiliko ya hapa na pale ambayo yanatusaidia kuweka stability katika timu. Kwenye redi ya michezo ambayo imesalia, pengine ndio inaongeza zaidi pressure ya ubingwa ambao mnautamani? Sisi hatuna pressure ya ubingwa. Sisi tunachofanya tunashiriki ili matokeo ya mwisho ya ligi yataamua nani ni bingwa. Okay. Wakati mnaendelea kucheza michezo inamalizika, lakini pia pressure ya mchezo wenu wa dabi ya Kariakoo ambayo iliahirishwa inazidi kuwa kubwa. Inaashiria nini, ama nyinyi kama viongozi mnaichukulia kwa lengo gani? Kwanza uniambie nini maana ya pressure ya dabi? Kwa sababu watani wanasema hawezi kuitambua tarehe yote ambayo itapangwa ama imepangwa. Pengine nyinyi kama viongozi wa Simba na mnaendelea kucheza mechi zenu kama hivi. Sisi hatupangiwi na wao. Sisi tutafuata mamlaka ambazo zinapanga ratiba na ndo tumekuwa tukifanya hivyo siku zote. Kwa hiyo wao wanaweza kusema wanachotaka na ni haki yao kusema, lakini sisi tunachofuata ni utaratibu ambao umeandaliwa kwa mujibu wa ratiba tuliyokubaliana, na huo ndio utaratibu unaotumika miaka yote. Labda wao ni wageni wa mambo tu. Wanaweza kuwa wageni kwenye hili ama kwenye matukio mengi sana yanayofanana na haya? Sijui. Mimi ninachozungumzia tu katika hili ambalo wewe umeniuliza. Lakini pengine kwa huu msimamo wao nyewe kama viongozi, pengine kuna kipi ambacho labda mnaongea na wachezaji wenu kuendelea kutengeneza utulivu kuelekea ubingwa ambao mnahitaji? Msimamo wao ni upi? Mimi sijui. Kwa kutotambua tarehe nyingine yoyote ambayo imepangwa kuhusiana na mchezo wenu. Mtu anaweza kaamua hata kutomtambua baba yake. Huo ni uamuzi tu. Na wapo watu ambao wanaishi duniani hawamtambui Mungu na wameumbwa na wapo duniani. Sasa kutokutambua ni perception tu. Mtu anaweza kapasivu kitu chochote vile ambavyo yeye anajisikia. Sasa itakuwa ni vigumu sana mimi kuweza kuelezea wanachokipasivu wao, itategemea nini ambacho kinawasukuma. Lakini nilichokuambia mimi kwamba Simba Sports Club
iko tayari kucheza mchezo wakati wowote kwa mujibu wa ratiba ambayo imepangwa na mamlaka zinazosimamia mpira Tanzania na Afrika. Sawa, tumalize labda na la mwisho. Umebakia mchezo mmoja kabla ya kuelekea fainali yenu ya CAF. Kwa namna gani inawaongezea imani kwenye hiki ambacho mnakifanya kwenye ligi hivi sasa? Hakuna imani hapa, kubwa ni mchezo. Mchezo unachezwa uwanjani, matokeo ya mwisho ndio yanayohesabiwa kwamba timu gani imeshinda, timu gani imepata alama na imepata alama ngapi na vipi. Kwa hiyo hayo ndio mambo mengine. Hayo ya kutaka upate ushindi kwa kukaa nyumbani au upate ushindi kwa kulia, upate ushindi kwa kumlaumu mtu, kushusha hadhi ya mtu, kumtukana, kumdhalilisha, hayo sio mambo ya mpira. Mpira duniani kote una utaratibu wake unaosimamia. Sasa kabla hujashiriki masuala yanayohusu mpira, kwanza ujifunze kwamba huu mpira unaendeshwa vipi, unaenda vipi. Sasa ni vigumu sana yani kuanza kuelezea inatakiwa ifanyike nini na nini, lakini mpira, sisi ambao tumekuwa katika mambo ya mpira kwa miaka mingi, tunaelewa utaratibu wa mpira jinsi ulivyo. Imeshatokea mara nyingi timu zinashiriki michezo, matokeo yanakuwa sio fair, lakini sisi tunasema kwamba ni jambo ambalo limeshatokea na likishatokea limetokea, tunaliacha, tunaendelea mambo mengine. Lakini ukileta mambo ya ushindani kama mnasutana, mara huyu ameenda mambo ya vijola sijui ya kupelekeana sijui vitu gani, hayo ni mambo ambayo yani ni ya michezo mingine, yani sio ya mpira wa mguu. Naona mimi ni siasa tu ya mpira wa miguu. Sijui kama ni siasa, lakini naona yani kama ni mambo ambayo hayahusiani na mpira. Mambo ya mpira yani yanaamuliwa na taratibu zilizowekwa. Bodi ya ligi ina consist vilabu vyote, bodi ya ligi hata hiyo TFF yenyewe, vilabu vya ligi kuu ni sehemu ya TFF. Labda hawaelewi hata structure yenyewe ya TFF inakuwa formulated vipi. Sasa ni mambo ambayo yani ni sawa na wewe mwenyewe uwe na kidole chako wewe kimoja alafu unakilaumu. Yani ndani ya mwili wako wote alafu unalaumu kidole kimoja. Haiwezekani. Na unazungumzia uonevu pia ambao pengine wako nao kwenye mambo. Kwanza watupe tafsiri ya uonevu. Mimi nawaambia sikutaka kwenda katika engo hiyo, lakini ninachoweza kusema tu ni kwamba mtu anapokuambia sisi tunaonewa, mnaonewaje? Kwanza yani hilo ndo mnaonewa na nini? Yani kitu ambacho kinakuonea. Unajua kwamba katika maisha ya mwanadamu mtu mwingine sukari ni tamu, lakini akila anaona chungu. Sasa tuamini kwamba sukari ni chungu? Yani yeye akisema sukari chungu ndio tuamini watu wote? Inawezekana anasukumwa na maradhi, anasukumwa na tafsiri ya kinywa chake au ugonjwa, au pengine akili yake Mungu amemjalia haiwezi kutafsiri. Umeelewa? Tunapozungumzia uhuru wa nini? Yani unapozungumza uhuru wa kitu gani? Tunapozungumzia swala la uendeshaji wa mpira, TPLB ni bodi ambayo iko huru. Kanuni zote ambazo zinatungwa na zinatumika ndani ya uendeshaji wa bodi ya ligi ni kanuni ambazo zimetungwa kwa kushirikisha vilabu vyote vya ligi kuu. Governing Council ya bodi ya ligi ina consist wajumbe kutoka vilabu vyote. Sasa huyu ambaye analaumu anakuwa anafikiria nini? Yani anaelewa kwanza anachokizungumzia? Yani kwanza na ninyi waandishi mwe na nafasi ya kuwauliza hivi bwana wewe unalaumu hii, hebu tuambie nini unachomaanisha. Nasikia kuna mtu anazungumza La Liga sijui EPL, anaelewa vizuri? Inabidi aelewe kwanza. Fanya utafiti ili uweze kuzungumza vitu ambavyo vina msingi wa kujenga. Usizungumze tu ovyo ovyo tu ili mradi unaonekana wewe umesimama mahala unazungumza tu. No. Kwa hiyo tuwe na nafasi ya kuwaruhusu watu wanaojua mambo waelezee na watu wapate kuelewa. Unapodai haki lazima ujue kwamba kuna wajibu wa kutekeleza kabla wewe kupata hiyo haki. Asanteni sana. Shukrani pia.